Young Africans. Defense ya Mbeya City haikuwa organized sana. Walikuwa wanafanya makosa mengi. Makosa ambayo Yanga waliweza kuyatumia. Ukiangalia Yanga walivyokuwa wanacheza kuanzia kwenye formation. Formation ilikuwa ina 4-2-3-1. Lakini sasa tunaposema 4-2-3-1, hii 2 ya hapa katikati ni 2 ya manake viungo wawili. Double pivot tunaita. Ina Duke Abuya ambaye ana tabia ya kushambulia, ina Mudathir Yahya ambaye ana tabia ya kushambulia. Yaani wote ni box to box, unaweza kucheza kwenye box zote mbili. Maana yake muda ambao wanataka kuhama kutoka kwenye kituo waende kwenye upande wa pili, ilikuwa wawili hawa wakiongezeka mbele kuna watu wanne, kwa maana ya Prince Dube Mbeka simama, kuna Max Nzengeli, kuna Alan Okello, kuna Pacome Zouzoua. Kwa hiyo Mbeya City walikuwa overloaded, wanapewa mzigo mkubwa kutoka kwa Young Africans. Sasa kwa namba Young Africans numerical advantage ilikuwa kubwa, chemistry ambayo wako nayo plus quality, wakajikuta wanafanya makosa mengi wapinzani, kwa maana Mbeya City kutokana na kupokea wapinzani wengi kwa wakati mmoja, wapinzani ambao wanatengeneza mazingira yote ya kulifikia lango na kupata chances, na ikatokea wakapata hayo matokeo, na wameruhusu magoli kwenye vipindi vyote, kwa maana ya kipindi ambacho walikuwa na wao wanajaribu kushambulia wakaruhusu goli, kwa sababu wamefungwa goli la counter attack. Pia goli la Pacome Zouzoua la pili ni counter attack. Ile goli la tatu la mchezo alikimbia kabakia na Kingu, akamkamua Kingu, akaenda chini akapiga kwa mguu wa kulia, mpira ukawa umekaa kambani. Kwa hiyo ile inakuonesha kwamba Mbeya City tumekufunga kwenye hali zote. Kipindi ambacho ulikuwa unatushambulia tuliweza kukufunga, maana yake kuna counter attack ilifanyika kutoka kwa Pacome. Kipindi ambacho umekaa kwenye eneo lako, umedefend, upo namba kubwa, waliweza kukufunga pia. Walikufunga, angalia goli la Mohamed Hussein, ni Alan Okello na mpira, Mbeya City kwa namba kubwa kwenye zone yao. Mohamed Hussein kapita nyuma ya mgongo wa mlinzi, Alan Okello kaona, akapiga pasi, kauchukua Mohamed Hussein kaenda kufunga. Lakini pia wamewafunga kwenye set pieces. Goli la Prince Dube la kwanza la Dube ni mpira wa kona ambao kawafunga. Kwa hiyo almost Young Africans wameshinda kila aina ya magoli kwenye hii mechi. Maana yake tunasema total dominance, kwa maana wametawala kila kitu. Yanga wamedeserve kupata kile ambacho wamekipata. Kuna yale makosa madogo madogo pia ambayo Mbeya City walikuwa wanayafanya wenyewe kwenye lango lao, pia wameweza kuadhibiwa. The like of goli la Prince Dube la pili ilikuwa ni makosa, mpira umepigwa kwenye kuokoa, wanataka kufanya clearance Mbeya City, wakashindwa kuondosha ule mpira na mkuta Dube anafunga. Sasa kwenye quality ya timu kama Young Africans, unafanya makosa namna ile, ni mara chache sana wasikuadhibu, mara nyingi wanakuwa wanakuadhibu. So imetokea wakapata goli katika lile tukio na kushinda mechi kwa margin ya magoli mengi. Mzinga, ukitazama namna ambavyo katika kipindi cha kwanza Young Africans ameweza kupata magoli mengi, kwa maana idadi ya magoli 5, na ukitazama kwenye michezo ya karibuni Young Africans amekuwa anapata margin ya goli nyingi. Ni kusema sasa hivi tangu wametoka kwenye mapumziko FIFA Seals kwamba wana matumizi mazuri ya nafasi ambazo wanazitengeneza. Young Africans wamekuwa bora. Of course kuna vipindi sometimes wanapitia hizo changamoto. Kuna mechi wanaweza wasicheze vizuri sana kama ambavyo labda mashabiki wanatamani kuona, lakini kuna wakati mwingine mambo yanabadilika, wanacheza vizuri. The like of today, leo wamecheza kwenye performance bora, wame create chances za kutosha, wameweza kuzitumia. Lakini pia inatokana na mpinzani ambaye amecheza naye. Mbeya City kabla ya kuingia kwenye mechi ya leo ilikuwa nafasi ya 3 katika timu ambayo ina safu mbovu ya ulinzi, kwa maana ya KMC walikuwa wameruhusu magoli 30, walikuwa wanafuatiwa na Fountain Gate wameruhusu magoli 25, wakawa wanafuata hawa wameruhusu magoli 24, kwa maana Mbeya City ilikuwa tayari kwenye ligi hii ni miongoni mwa safu isiyo imara. Unakuja kucheza na Young Africans ambao wametoka hapa katikati, walishake, kuna break imepita hapa ya FA, wanarudi stronger. Ndio hii tunasema comeback stronger, wanarudi stronger, wanarudi imara. Wanategemea nini? Ndio kile ambacho wamekionyesha, kwa maana tayari wachezaji wamepata some rests, wamepumzika, na kuna maingizo mapya yameingia kikosini. Wanakwenda kukutana na Mbeya City ambayo inaruhusu sana magoli. Wao ni nani? Kwa hiyo Young Africans
wamefanikiwa kupata ushindi. Prince Dube amescore goli 2 na inamfanya sasa kwenda kumfikia Ngoi bwana kwa idadi ya magoli 8, lakini Young Africans ukiangalia kwenye chati pale unamuona pia Mudathir akiwa na magoli 7. Hii inatoa maana gani kwa Young Africans? Young Africans ina flow kwenye eneo lao la kushambulia kule, timu yao ina flow sana. Just imagine hapo kuna mchezaji wa Depu alikuja akascore sana na yeye, baadaye akapata injury, timu bado inaendelea kuscore. Of course ili struggle hapa karibuni, maana tusiangalie tu la leo kwa sababu leo wameshinda goli nyingi toka sahau yaliyopita nyuma, wametoka kustruggle hapa nyuma kwenye kufunga, lakini sasa hivi inaonekana kwenye mchezo wa leo inaonekana kuna kitu ambacho kocha Pedro amejaribu kuja nacho. Angalia ile booster ambayo ilikuwa imekaa kule juu kwenye mazingira ya uwanja rafiki ambao ni supportive kama huu, na squad ile ambayo wameanza nayo, wachezaji ambao wako mobility sana. Yaani ukiangalia huyo Prince Dube ndio mshambuliaji wa mwisho, lakini alikuwa asimame kituoni. Utamwona left side, utamwona right side, utamwona deep, anakuja kuchukua mipira. Kwa nini? Kwa sababu timu yao ilikuwa haina mshambuliaji wa mwisho pase ambaye anasimama kwenye kituo. Wengi walikuwa versatile, wanazunguka, wao kushoto, wao ataenda kulia hivyo. Kwa hiyo kuzunguka sana uwanjani kunafanya wapinzani kupoteza concentration. Na miongoni mwa kwenye coaching career tunaambiwa miongoni mwa namna nzuri ya kuifungua timu ambayo inacheza defensive ni namna 3. Namna ya kwanza ni kucheza wide balls, kwa maana kupiga mipira ya pembeni. Young Africans walikuwa wanafanya hivyo, wanapiga mipira ya pembeni, mafullback wanatanuka, Yanga wanajaribu kupita kwenye half spaces. Kuna mpira mmoja nilisema hata kwenye matangazo kwamba Mudathir Yahya amepita katika nusu nafasi kwa sababu mpira umetokea pembeni, afu unaona kuna stretching imefanyika, kwa maana ya Mbeya City wameruhusu magep ambayo mshambuliaji anaweza kayatumia na yakatumika, though au kufanikiwa kuandika bao. Haya, wametumia tena mbinu nyingine, kwa maana ya kupiga electrical passes, kupiga pasi nyingi. Timu ilikuwa ina defend kwa namba kubwa, pigeni pasi nyingi katika hilo eneo. Walikuwa wanapiga pasi nyingi katika kituo, nyingine zilikuwa zinafanikiwa, nyingine zilikuwa hazifanikiwi. Lakini eneo la mwisho ni namna kuifungua timu ambayo inacheza compact, ni dribbling, namna ya kudribble. Sasa Pacome Zouzoua nadhani ni king of dribbling, mzuri sana kwenye kudribble na kuondoka na mpira, kitu ambacho alifanikiwa hata Alan anayefanya, lakini sio kwenye daraja la Pacome, vitu ambavyo vilikuwa vinafanikiwa. Angalia counter attack ambao wameifanya Young Africans, ametoka nao mpira Pacome mbali, ka drive. Mimi alipopata tule mpira Pacome kwenye lile eneo nikaguna kwenye matangazo, nikasema na nilikuwa nasema hivyo kwa sababu nilikuwa najua Pacome katika ile eneo, kwa maana ya fast running, kukimbia hapa, hii ni hatari. Kwa hiyo kuna wachezaji unaweza kufanya maskhara kwenye maeneo yale, lakini kwenye daraja la mchezaji kama Pacome ni qualities ambazo kwenye ligi yetu tulikuwa tuzipate kwa miaka mingi. Miaka mingi tulikuwa tunasajili wachezaji ambao wa daraja la chini au daraja la kati hapo, kutokana pia na economic masses ya timu zetu. Lakini this time around tunapozungumza, tayari timu zina fedha nyingi, investment imekuwa kubwa. Kwa hiyo tumeweza kuleta wachezaji wenye madaraja makubwa. So unapoona daraja la mchezaji kama Pacome, kuna mazingira unaona kabisa kwamba huyu hapa ni threat. Kwa mfano angekuwa mchezaji wa kibongo, maybe amepata mpira eneo lilo, ungesema anaweza kuturn akarudi nyuma akatafuta position nzuri ya kupasia, lakini Pacome aliona hapa kuna namna ya kwenda mbele. Kwa hiyo kwa sababu ni huyu, unasema hapa anaweza kawa threat na kawafunga, na kweli kakimbiza, kafanya runs, kabakia na Kelvin Kingu alifanikiwa kufanya movement na Pacome, lakini eneo la mwisho Kelvin Kingu akachagua kufanya sliding tackling, yani slide kuzuia mpira. Pacome ilikuwa tayari ameshafanya calculation kichwani kwamba huyu atakuja kulala, akamkamua kwanza, akamwambia wewe lala chini, alafu akaplace akaenda kufunga. So ni call it. Tunaweza tukaongea vitu vingi hapa kuhusu Young Africans na hiki ambacho nimekuonesha, but end of the day ni call it. Yeah.